Ndoa imesifiwa kwamba ni nzuri na ndio starehe ya dunia. Ilipoambiwa dunia ni starehe na bora ya dunia ni kupata mke mwema, maana yake geuza na upande wa pili pia, dunia ni starehe na bora ya starehe ya dunia ni kumpata mume mwema. Lazima hiyo pande mbili. Sasa ni nini ndoa? Ili iwe tofauti ya mtazamo wa wengine wanapoiangalia ndoa na mtazamo wa Uislamu unapoiangalia ndoa. Kwa sisi Waislamu, ndoa ni ule mkataba utakaofungwa vizuri kisheria, ukazalisha mambo matatu. Na kuzalisha kwa maana ya kuyaleta kihalali. Mkataba utakaofungwa kisheria ukaleta uhalali wa mambo matatu, mkataba huo ndio unaitwa ndoa. Mkataba huo ukabeba umaarufu wa kuhalalisha uhusiano wa mke na mume. An-nikahu shar'an aqdun yatadammanu ibahata wati. Kana kama ni jambo moja, kwamba ndoa kwa sheria ni ule mkataba unaokusanya kumhalalisha mwanamke kwa mwanamume na kumhalalisha mwanamume kwa mwanamke. Mkataba huo unaitwa ndoa. Wenzetu wengine wana maelezo yao juu ya ndoa, lakini hayo hatuyashiki, yana kasoro nyingi, kwamba ndoa ni mkataba wa hiari kati ya mwanamke na mwanamume waliokubali kuishi pamoja kwa hiari. Ndoa kwa definition hiyo, taarifu hiyo, ina kasoro nyingi. Lakini hii ya Kiislamu kwamba ni mkataba utakao halalisha, maana yake Mungu amechungwa kwenye mkataba wa aina hiyo. Mkataba huo utaleta mambo matatu. Kwanza, utamhalalisha mwanamke kwa mwanamume. Pili, utatengeneza nasabu ya mtoto kwa baba. Tatu, utaleta kurithiana kati ya mke na mume. Kwa mahala ambapo ndoa imepita vizuri, mmoja akifa, kupo kurithiana. Mahala ambapo ndoa imepita vizuri, mtoto anayezaliwa anao uhusiano na babake. Ule uhusiano ndio unaotengeneza uwalii wa ule baba kumwozesha binti yake aliyemzaa. Ule uhusiano, kama hakuna ndoa, baba anakosa ule uhusiano na binti yake. Hata wakifanana haisaidii, kwa sababu hakuna ndoa. Na ndoa inaleta sasa kurithiana, kudhibiti nasabu ya mtoto kwa baba, kumhalalisha mume kwa mke na mke kwa mume. Kwa kile ukitembea, ndoa nini? Ndoa ni mkataba unaohalalisha kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu mambo matatu.